Mheshimiwa Riziki Said Lulida. Mheshimiwa Robert Chacha Mabutu ajiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti, nami nikushukuru sana kwa kunichagua kuchangia katika hii hoja ya ofisi ya Waziri Mkuu. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetujalia sote tukiwa hapa tukiwa na afya njema. Nimpongeze sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Spika wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Makamu wa Rais na mawaziri wote ambao Mwenyezi Mungu amewapa nafasi hii ya kuweza kukaa na kusimamia mambo mbalimbali ya kiutendaji na kiuchumi. Mwenyezi Mungu nazidi kumtanguliza na kuitanguliza nchi yangu ambayo iko katika amani na utulivu. Mheshimiwa Rais amesimamia amani na utulivu. Bila amani na utulivu hakuna biashara, hakuna kilimo, hakuna uchimbaji wa madini. Unaweza kuwa na rasilimali, lakini nchi yako kama haina amani na utulivu na utu ndani yake, hakuna kazi. Katika kipindi alichopewa, Mheshimiwa Rais ameweza kusimamia vitu hivyo vyote. Mwenyezi Mungu amlinde na amwezeshe na kumuongezea, ili anakokwenda Mwenyezi Mungu azidi kumuongezea afya njema. Hii sio amri yake, ni kadari ya Mwenyezi Mungu aliyemwezesha kumpa utu na kazi inaendelea. Nitazungumzia, mimi natoka katika kamati ya ustawi wa jamii, kazi maendeleo ya jamii. Ninatazungumzia swala la watu wenye ulemavu. Kutokana na statistiki ya mwaka 2023 tuna walemavu milioni 10.7. Hili ni kundi kubwa sana. Na hili kundi linakwenda katika mambo mengi, iwe maendeleo ya kilimo, uchumi, mpaka siasa. Wao wanatakiwa wawemo katika maeneo hayo. Nitazungumzia hela ambazo zilitengwa kwa ajili ya watu wenye ulemavu. Nimesikia mwenzangu ikupa pale. Hizi pesa wamewepewa hizi walemavu ziwasaidie katika vyama vya walemavu, kuwasaidia kununua vifaa tiba na vifaa saidizi. Hazikuletwa zile hela kwa ajili ya economic recovery. Hapana, 442 zile msichanganye na hizi pesa. Kwa nini? Hamjajua maumivu na machungu wanayopitia watu wenye ulemavu. Leo nenda Ocean Road, walemavu wana kansa za ngozi. Mafuta yanayonunuliwa haya ndio yanakwenda kusaidia haya kundi maalum. Leo unapoitoa ile hela unaipeleka sehemu nyingine, wale watasaidiwa na nani? Je, waendelee kuteseka na ngozi wakati hela zilikuwepo? Tunazungumza leo huu mwezi wa 4. Hela imetengwa toka mwezi wa 7 mpaka leo hajatoka hata senti 5. Naamini sana waziri yuko vizuri, katibu mkuu yuko vizuri, asimame na watendaji wake. Tunazihitaji hizi bilioni zirudi zikanunue dawa, tuokoe maisha ya watu wenye ulemavu ambao wanayahitaji haya mafuta na baadhi ya vifaa saidizi. Nimshukuru sana. Mimi mwenyewe naniona nahangaika kutafuta kila mahali, kugawa wheelchair kila mahali. Hii kwa nini? Hawa watu wanahitaji kuokolewa. Chukueni mfano, kina mama anabeba mtoto mwenye matatizo, mtoto huyo anambeba mpaka mtoto miaka 20 kwa mgongoni, lakini ukimpa wheelchair umemwokoa mwanamke. Umeokoa mazingira magumu anayepambana nayo mwanamke, anatafuta chakula, anatafuta biashara, lakini hawezi, ana mtoto mlemavu mgongoni. Ninawaomba kwa uchungu nile kwa nao, tuwe wote humu ndani tuangalie huu uchungu, hizi pesa zirudi. Na sio zirudi, atuambie hapa baada hii katika hotuba hii ya Waziri Mkuu, lini watazirudisha hizi hela zikafanye kazi. Ni tayari hela zilishatengwa. Hela za vijana zilitengwa, hela za vijana bilioni 1.9 kwa ajili ya mafunzo yao na maendeleo yao. Mpaka leo tunazungumza hata senti 5. Mimi nazungumza kama makamu mwenyekiti wa kamati, hazijaingia. Leo kijana anahitaji kujitegemea, watu wanamaliza vyuoni hawana ajira. Hela hizi ndio wanaweza kusaidiana kwa mafunzo. Tumetembelea Arusha, Tengeru, vijana ni magraduate wanalima mboga. Lakini je, kama hawana pesa yao ya ruzuku tunafanya nini? Tusitumie nguvu na mabavu kuwanyang'anya hawa vijana hela zao. Tunaomba hizi pesa ziende kwa vijana. Nishukuru sana bunge lako tukufu likiongozwa na spika, ameifanya bunge limekuwa la utulivu sana. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuko hapa, utulivu huu na amani hii inateremka mpaka chini, na ina imani yangu kuwa katika uchaguzi tunayokwenda nao
Na tulivyofikia hapa, Mungu atatufikisha katika utulivu na amani, hakuna kumwaga damu. Dunia yote inaiangalia Tanzania kwa mifumo na mazingira mazuri tuliyoiweka kwa ajili ya kwa ajili ya utulivu, na Mwenyezi Mungu atasimama na sisi. Nitoe shukrani sana kwa Mheshimiwa Rais, Waziri wa Kilimo. Kwa mara ya kwanza mazao ya kilimo hasa korosho, ufuta, mbaazi zimeruka kwa bei ambayo wananchi sasa hivi kilo unayemuuliza sasa hivi yuko mashambani wanalima. Korosho ya kwanza grade 1 imeuzwa kwa shilingi 4,000 kutoka 1,200. Namba 2 imeuzwa kwa shilingi 3,800. Namba 3 3,500. Haya ni mabadiliko makubwa. Ufuta umeuzwa mpaka shilingi 4,000. Mbaazi ambayo ilikuwa inauza shilingi 100 sasa hivi mbaazi inakwenda mpaka shilingi 2,500. Hatuna cha kusema zaidi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Ninachoomba ni yashukuru mashirika mbalimbali ambayo yameonyesha upendo wa kufanya value addition kwa vijana. Mamlaka ya korosho wanagawa au wanasaidia vijana kwa ajili ya mashine za kubangua korosho kwa vijana. Hii maana yake itawakwamua vijana kujiajiri wenyewe badala ya kutegea kwa omba mtaani. Hii ni value addition ambayo tunaitaka. Unaposikia hao wa China au Wahindi watu wa India waliendelea, waliwasimamia vijana kwa biashara ndogo ndogo. Leo ukimpa kifaa cha kubangua korosho atabangua, atafanya packaging, mafunzo atakwenda na yeye mwenyewe ataweza kujikwamua kiuchumi. Vile vile zimetolewa mashine kwa ajili ya watu wenye ulemavu. Leo mlemavu asiyeona lakini ana mke na watoto, ukimpa mke wake ataweza kubangua korosho, yule mke wake na watoto wake wataweza kujikwamua kiuchumi na kuweza kujiendeleza katika uchumi. Katika kipindi hiki cha Mheshimiwa Rais wameweza kugawa maeneo Mbogwe, Kahama. Leo walemavu viziwi wanachimba dhahabu Kahama, kitu ambacho ni mafanikio makubwa ambayo hatukutegemea mtu ambaye mlemavu akaweza kuchimba dhahabu. Mwenyezi Mungu awajalie, na tumshukuru vile vile mkurugenzi mkuu wa STAMICO ametoa mitambo mikubwa ya kwenda kuchimba dhahabu kule Mbogwe. Kilimo. Hapa ninapozungumza kuna vikundi vya vijana wenye ulemavu wa ngozi wamepewa mashamba Homboro na hapa Bihawana, na tayari wanalima alizeti. Nasema hakuna kuacha nyuma katika maendeleo. Katika maendeleo ukisema na kwenda na hao kaacha walemavu, ina maana hujawatendea haki. Lakini vile vile katika siasa tuna 3% ya watu wenye ulemavu ambao wanatakiwa waingie ndani ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Apitie kokote, lakini anayo haki ya kimsingi. Lakini mpaka sasa hivi tuna wabunge ambao wameingia katika walemavu ni 3. Tunahitaji nafasi 9 extra ziingie hapa kwa ajili ya kundi maalum. Hii ni sheria ya Umoja Mataifa, na kama nchi iliridhia watu wenye ulemavu wana haki ya kuingia katika bunge hili kwa asilimia yao, na imani kuwa serikali tukufu na sikivu italisimamia hili, itaendelea nayo. Mifuko. Waheshimiwa bunge, tumetembelea mifuko yetu wa NSSF, PSSF, OSHA, WCF na CMA. Mimi cha kusema sina. Tulikwenda kwanza NSSF, ilikuwa inakufa na ilishakufa. Leo NSSF katika mradi mmoja ule tu kwanza ule wa Kigamboni umeweza kupunguza matatizo mengi na kufanya ule mfuko uweze kujiendesha. Niliomba daraja la Busisi tuipatie NSSF kwanza, wana uzoefu. Katika uzoefu huu itailetea uchumi na itaweza kuifanya NSSF ambayo ilikuwa inaanguka kuweza kwenda mbele. PSSF. Tulitembelea PSSF, tukaona maendeleo makubwa na uchumi. Zamani ilikuwa tunategemea hii mifuko ambayo iliwekeza katika maeneo ambayo yalikuwa hayazalishi, tutafanyaje na watu watapokuwa na staafu? Kwa kweli mifuko yote inafanya kazi vizuri. Na sasa hivi tuna imani hata kama mtu anastaafu hatazungushwa tena. Kwanza tunakwenda kidijitali na wanafanya vizuri. OSHA, mwanamke jembe anaitwa Adija Mwenda, amefanya kazi. Kwa kweli mimi mwenyewe nikimwona mwenyewe na relax kwa hapa mbele, sina cha kufanya ni kumwachia mwanamke mwenye uwezo aendelee. WCF. Kwa kweli mifuko hii yote inafanya kazi vizuri. Wamechaguliwa watu ambao wasikivu, wanasimamia, na tuwazidi kuwaombea angalau wasiachwe, ili angalau miaka 5 hii wazidi kuboresha katika maeneo haya ili tuweze kwenda mbele. Mheshimiwa Mwenyekiti,
Nitazungumzia bandari. Katika njia kuu 4 za uchumi, mojawapo ni bandari, barabara, anga na mawasiliano. Bandari ambayo tulitegemea itakufa, lakini bandari inakwenda vizuri sana. Ombi langu, serikali yangu isimamie bandari zile ndogo ndogo 56 ziende, ikiwepo bandari ya Lindi. Bandari ya Lindi na Mtwara sasa hivi itakuwa ni uchumi mkubwa wa kuunganisha Komoro na Tanzania, na tayari wameingia katika mikataba ya kuhakikisha Komoro watatumia bandari ya Lindi na bandari ya Mtwara kuchukua mizigo yao ya kupeleka kule Komoro. Changamoto ilikuwa ni barabara. Mheshimiwa Rais baada ya kuiona barabara ya Lindi imefikia katika kiwango kile, ametoa bilioni 600 ya kuanza nayo ile bandari ya Lindi. Barabara ya kutoka kusini, barabara ya kutoka Dar es Salaam mpaka Mtwara, lakini inavuka mpaka Mozambique, inavuka mpaka South Africa. Watu wote wanatumia bandari hii, kwanza ni karibu sana. Hivyo kitendo cha kutoa hizo pesa, Mheshimiwa Rais, tunasema Mwenyezi Mungu azidi kusimama. Ombi langu, makandarasi msije mkatuangusha. Kutolewa kwa pesa kwa wakati, na wao wafanye kazi ambayo yenye ubora, ili angalau haya tunayokusudia, maendeleo ya kiuchumi ambayo itaunganisha Tanzania, Mozambiki mpaka South Africa, iweze kufanyika kazi, na sisi hatuna cha kusema. Na tunamshukuru Mwenyezi Mungu aijalie bandari ya Lindi, na tayari imeshatengenezwa fungu la kuweza kurekebisha. Leo Lindi bidhaa badala kutoka mikoa ya mbali itakuwa zinatoka Lindi kwenda Komoro. Lindi na Komoro ni kama wanavyozungumzia Dar es Salaam na Zanzibar. Hivyo tukisema biashara hii tukaiendeleza, itakuwa tumefanya jambo zuri sana, na tunafanya kazi mzuri sana na balozi wetu Yakubu ambaye yuko Komoro kusimamia kuhakikisha bandari hizi ya Lindi na Mtwara inafanya kazi. Bandari ya Mtwara ni one of the best bandari ambayo tunabidi tuifanyie kazi. Bandari ya Mtwara kutoka Zambia kwenda Dar es Salaam na kutoka Zambia kwenda Mtwara ni karibu kwenda Mtwara kuliko kwenda Dar es Salaam. Kutoka Malawi kwenda Mtwara ni karibu kuliko Dar es Salaam. Tukizidi kusimamia bandari ya Mtwara, tutazidi kusimamia uchumi ambao utaweza kuifanya mikoa hii iweze kupata ajira na kuondokana na umaskini. Baada ya kusema hapo, habari yangu ya mjusi na ingojea Wizara ya Maliasili tutaenda kufanya nayo kazi. Kwa vile swala la mjusi ni swala mtambuka, Mheshimiwa Mwenyekiti, wewe ni upo hapa, Mwenyezi Mungu akujalie mnafanya kazi vizuri. Wenyekiti wabunge wangu, Mwenyezi Mungu awajalie afya njema, ili tuende tukafanya kazi ya kumsaidia Mheshimiwa Rais kwa umakini na ufasaha. Hao wale chukua mpira wanakimbia na waende pembeni. Maana yake unaona haja ya mja unena, Mungu ana ni vitendo. Ukiona wanalumbana na maana wamefilisika, hawana cha kufanya. Mheshimiwa Rais ambaye ni mtulivu, mwenye heshima yake, mwenye ujasiri yake, Mwenyezi Mungu amlinde aweze kufanya kazi, na sisi tuko pamoja naye. Mwenyezi Mungu awalinde sana. Ibariki Tanzania, wabariki wa Tanzania. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa.